lazima awe na mipaka, lazima awe na mipaka ya jinsia tofauti na yeye. Ndio maana mimi siwezi kukumbatia mwanamke yoyote nje ya mke wangu. Sasa onyesha upendo. Kuna upendo wa ndugu, kuna upendo wa shirika, kuna upendo wa mke, kuna upendo wa mama, kuna upendo wa Mungu. Huo upendo na uwaonyesha washirika, huo unawatosha kwenda kuwatembelea. Kama mwanamke akiwa peke yake, nitaenda na mke wangu pamoja. Akiwa mwanaume peke yake, naweza hata nikaenda mwenyewe, hakuna shida yoyote. Leo nimekupa kanuni hizo, lakini kanuni nyingine siku ya leo itakuwa ya mwisho. Kanuni mojawapo ya kumjua mtumishi wa Mungu wa kweli, tutamtambua vile vile kwa mavazi yake. Mtumishi wa Mungu lazima atambulike kwa kuvaa kwake. Akija leo mhubiri alafu ameweka mlegezo, mimi siwezi kumsikiliza. Najua huyu inawezekana mnywa kangara, labda inawezekana ni mvuta bangi, labda siwezi kumsikiliza. Hebu anza. Yesu angekuja leo akawa ameweka mlegezo wake pale, alafu ananiambia nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, ningemtupilia mbali, nisingetaka kumsikiliza Yesu. Lakini Yesu alikuwa very smart. Hakuwa na mavazi ya kihuni, hakuwa na mavazi ya kishetani, hakuwa na mavazi ya ajabu ajabu. Alikuwa very decent, alikuwa na mavazi very smart 100%. Alikuwa yuko very clear, na hata alipohubiri watu hawakumnyoshia kidole. Ndio maana Yesu hakuonekana mwenye hatia popote. Katika Yohana sura ya 8 mstari wa 46, Yesu alipokuwa na wahubiri watu, katika Yohana 8 mstari wa 46, Yesu akawanyoshia vidole. Na hata mimi nimekuwa nikizungumza hivyo. Akawaambia watu wa Yahudi wale ambao wanampinga, akawaambia hivi, ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona ninyi hamnisadiki? Hakuna mtu aliyewahi kumnyoshia kidole Yesu kwamba ana dhambi. Hajawahi kutokea. Hivyo ndivyo mtumishi wa Mungu anapaswa kuwa hivyo. Awe clear katika mavazi, katika ulimi, katika ushuhuda katikati ya jamii. Yesu Kristo alikuwa ushuhuda. Yesu siku moja aliwaambia hivi, katika Yohana 8:12 alisema hivi, basi Yesu akamwambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Basi Mafarisayo akamwambia, wewe unajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako sio kweli. Yesu akajibu akawaambia, mimi ningawa najishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio kweli. Lazima ujishuhudie mwenyewe, jiprove mwenyewe, jithibitishe mwenyewe kwamba uko sawa sawa. Na mara baada ya kuprove mwenyewe kwamba uko sawa, na watu vile vile watakushuhudia. Nani alisema kwamba Yesu Kristo ana dhambi? Hakuna aliyenyosha. Japo alikuwa na wapinzani mamilioni, alikuwa na wapinzani maelfu, hakuna aliyewahi kunyosha kidole kumwambia Yesu Kristo, wewe una dhambi. Tofauti na mitume wengine, tofauti na manabii wengine. Wako manabii walikuwa wazinzi, wako mitume walikuwa wazinzi, wako wengi tu. Wengine walikuwa wezi kama